Juzi yeye watapiga comeback. Kwanza umelionaje kwa ujumla, alafu tutazungumzia kuhusiana na wachezaji. Kwa upande wa tamasha, kwa sababu dhima kubwa ni kujumuika, dhima kubwa pia ni kutoa burudani na vitu vingine kama hivyo, naweza nikasema kwamba limekuwa tamasha zuri, ingawa kila mmoja kwa nafasi yake. Ukitaka kutengeneza mizania ya kulinganisha, tunaweza kaenda kwenye eneo lingine, lakini kwa sababu dhamira kubwa ilikuwa ni kuwaburudisha wale ambao wamefika pale, nadhani kila mmoja alienjoy kwa nafasi yake. So nadhani kikubwa tuseme hivyo kwamba imekuwa ni nzuri kwa namna yao. Kuna wachezaji wapya wamepata nafasi. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanazungumzwa sana, hususan kwenye Ibrahim Sheikh Toure, ni mmoja ya striker ambaye alikuwa anazungumzwa. Umemwonaje kwa dakika chache ambazo amepata nafasi? Kwa dakika chache ambazo amecheza ni ngumu kusema kwamba atafanikiwa ama hatafanikiwa, lakini ameonyesha kwamba ni mshambuliaji ambaye anajua kukaa kwenye maeneo. Hicho ni kitu cha kwanza. Nimeona alikuwa na mikimbio ambayo ilituonyesha kwamba anaweza kufanya hivyo, na ndio maana alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao ukiangalia waliokosa big chances ama nafasi kubwa za wazi. Yeye alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao alifanya hivyo. Kwenye second half baada ya kuingia alipata nafasi, nafikiri ilikuwa ni simple tapping, lakini akacheza mlinda mlango tunasema akafanya vizuri zaidi, kwa maana kwamba alikuwa kwenye eneo sahihi kwenye nyakati sahihi, kwa akaweza kuokoa. Kwa hiyo ukiangalia hiyo unaona kwenye eneo moja kwamba ni kwenye maeneo gani ambayo anaweza kukaa, unaweka vema, na kimsingi hakuna mshambuliaji mzuri ambaye kama hatakuwa na uwezo wa kukaa kwenye maeneo sahihi kwenye nyakati sahihi. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunasema kwamba unaona kwamba tunamwekea vema, lakini pia kwenye eneo la conversion rate ndio eneo ambalo tunasema linabaki kwamba sasa, je, atakaa kwenye maeneo mazuri, lakini vipi kuhusiana kutumia zile nafasi ambazo zitakuwa zinapatikana? Hilo ni swali ambalo nadhani kwamba bado halijapata majibu kwenye kile ambacho tumekiona katika siku ya jana. Lakini pia nachelea kumhukumu moja kwa moja, kwa sababu kwanza ukiangalia hata timu namna ambavyo walikuwa wanacheza, Young Africans walikuwa wanacheza kama timu ambayo inaonekana kwamba haina muunganiko na uelewano wa moja kwa moja, hususan kwenye kikosi ambacho kilikwenda kucheza kwenye kipindi cha pili. Ulikuwa unaona kwamba individual brilliance, kwamba uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, unaona kwamba kila mchezaji unamwona na kitu, lakini sasa kwenye muunganiko wao kama timu ndio kitu ambacho ulikuwa unaona kwamba kilikuwa kina miss, na hicho ni kitu ambacho hakitokei kwa bahati mbaya, ni kitu ambacho kinatengenezwa kwenye uwanja wa mazoezi, na with time pengine watu wanaweza wakaendelea kuwa vizuri kadri muda ambavyo unaenda, na pengine wakapata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kumhukumu kwa mechi moja ambayo tumeiona sidhani kama ni sahihi, lakini kwa vitu vichache ambavyo nimeviona, nimeona ni mshambuliaji ambaye ana movement nzuri, ana uwezo wa kukaa kwenye nafasi, lakini pia ukitazama morfolojia kwa maana ya umbile lake, ni mchezaji ambaye unamuona kwamba ana uwezo wa kucheza mipira ya juu, futi 6 tunazungumza nafikiri pointi 2, lakini pia kwa maana chini kwenye maeneo kama hayo ambavyo anaweza kukimbia na kukaa kwenye maeneo, unaona pia anaweza kupatia Young Africans pengine kitu, ila bado ni mapema sana kumhukumu na kusema kwamba labda either ataenda kufanikiwa ama atafanikiwa. Pamoja na hayo yote ambayo nimeyazungumza, bado kuna uwezekano kwamba Sheikh Ibrahim Toure akaferi kwenye klabu ya soka Young Africans, lakini pia pamoja na yote ambayo nimeyazungumza, bado kuna uwezekano kwamba Sheikh Ibrahim Toure pengine akafanikiwa pia kwenye klabu ya soka Young Africans. So kitu kikubwa naweza nikasema kwamba watu wa balance matarajio, hicho ndio kitu kikubwa ambacho naweza nikasema kwamba naweza nikakizungumza je, nasema anaweza kufeli au kufaulu Sheikh Ibrahim Toure. Nimesema hivyo kwa sababu kufanikiwa kwa mchezaji hakutegemeani na yeye peke yake. Kuna vitu vingi ambavyo tunavitazama. Moja, tunasema aina ya wachezaji ambao anacheza nao, kwa maana kwamba sifa za mchezaji A ziweze complement uwezo wa mchezaji B, sio kama ni mchezaji ambaye anajua kukaa kwenye nafasi, je, wachezaji wanaomzunguka watakuwa na uwezo wa kuweka mipira kwenye nafasi kwa wakati? Hicho ni kitu cha kwanza, kwa sababu kama ukiangalia, nimesema hapo mwanzo, individual kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, unaona kuna kitu ambacho anakifanya. Kwa mfano tulimuona Zakwani, dribbler mzuri, anaweza kupiga chenga, anapunguza watu, ana skills za kuchezea mpira, lakini tukirudi kwenye decision making au kwenye uwezo wa kufanya maamuzi na muda gani sahihi wa kuachia mpira, hiyo ndio itaamua sasa kwa maana kwamba action ya mchezaji au ya mshambuliaji wake, kama ananufaika ama anufaiki. Kama atakuwa anakana mpira muda mrefu, anapiga vyenga, anakokota mpira umbali mrefu, alafu achie mpira kwa sahihi, ni ngumu kumuona mtu kama Sheikh Ibrahim Toure anafanikiwa, sio kwa maana kwamba atakuwa anafika kwenye nyakati, kwenye nafasi kwenye nyakati, lakini mpira hauji kwa nyakati. Lakini pia labda let's say mtu kama Maxim pia Nzengeli pia ana aina hiyo ya uchezaji, anakokota mpira vizuri, anasogea, anaweza kupiga pasi, lakini timing yake itakuwaje? Wataweza kuelewana kwenye mikimbio, sio, unaelewa? Wataweza kuelewana kwenye staili zao za uchezaji, udhaifu pamoja na ubora wa mchezaji. Hivyo ni vitu ambavyo utaviangalia. Kama wakiweza kuingiliana vizuri, ndio inaweza ikaleta the best out of a player, lakini kama wasipoelewana, hata kama ni mchezaji mzuri kiasi gani, itakuwa ni ngumu. Na ukiangalia Young Africans imekuwa na shida mpaka sasa hivi, mimi naweza nikaadmit hilo kwamba moja kati ya shida ambayo naiona kwenye kikosi ni kumkosa yule typical number 10 ambaye ni playmaker wa asili. Yaani kwamba ni mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo namba 10 alafu anakuwa ni mpishi pure. The likes ya kina
unaweza kusema Clatous Chota Chama ambaye ni mchezaji ambaye unasema primary strength yake sio kufunga, primary strength yake ni kutengeneza. Sio unaelewa kwamba zile pasi za ujicho la kupiga pasi kwenye maeneo. Hicho ni kitu ambacho nakiona kwamba kwa Young Africans kinakosa. Unaweza kumzungumza mtu kama Alan Okello ambaye of course anaweza akacheza pia kutokea wide. Anaweza akacheza kama namba 10, lakini akicheza kama namba 10 ana uwezo mzuri wa kulishambulia box zaidi kuliko kutengeneza nafasi, si ndio? Pacome Zouzoua the same, Maxim pia Nzengeli the same. Kwa hiyo ukiangalia hivyo unaona kabisa kwamba itategemeana kwa maana kwamba Sheikh Ibrahim Toure kufanya vizuri kwamba mwalimu anaweza kaitengeneza timu yake kwa namna gani. So hayo ni mazingira ambayo najaribu kuyasema kwamba yanaweza akachangia either mchezaji kufaulu ama kufanikiwa. Na moja kati ya vitu ambavyo nimejaribu kupoint ni hilo eneo la number 10 wa Young Africans ambaye hawana mchezaji namba 10 ambao utasema kwamba ni pure creator, yani mtu ambaye kwamba yeye ameumbwa kwa ajili ya kutengeneza tu nafasi. Kwenye eneo la kiungo cha chini tumeona introduction ya Fred Ngoma. Kwa kumuona jinsi ambavyo nimemuona kunako siku ya jana, rai ya kwanza kabisa ambayo naweza nikaitoa, nafikiri ni kuwashauri Young Africans wasimtumie kwenye mchezo wa dabi. Kwa sababu tumeona namna ambavyo alikuwa anacheza, kuna vitu vingi bado vina miss. Angalia positioning yake, namna ambavyo alikuwa anafanya kunako siku ya jana. Kuna moment ambazo ulikuwa unaona wachezaji wenzake wana mpira, alafu unamuona ana move kuwa karibu zaidi na adui, azifu kwamba yeye anakwenda kummaki adui, ili hali yeye alikuwa anatakiwa kukaa kwenye maeneo ambayo atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kupokea mipira. So hiyo inakuonyesha ni kama vile confidence yake inawezekana bado haijawa kwenye ile level ya juu. Sisemi kama ni mchezaji mbaya, lakini kwa namna ambavyo amecheza jana, tukimjaji kwenye namna ambavyo amecheza jana, yule sio mchezaji ambaye unapaswa kuenda naye kwenye mchezo wa dabi ukitegemea kupatia kile ambacho unakihitaji. So inawezekana labda hajacheza kwa muda. Hayo mazingira ambayo tunazungumza kwamba kuelewana na wachezaji wengine, bado anasomana tabia, kujua nani ana operate vipi, naweza nika operate kwa namna gani. Hivyo ni vitu ambavyo unaweza kuvizungumza. Lakini ukisema let's say uisama labda career ya Ngoma kwenye mchezo mmoja wa jana, huwezi ukasema kwamba ni mchezaji wa daraja la juu, utasema ni mchezaji wa kawaida. Lakini tunachelea kumhukumu kwa mchezo mmoja kwa sababu sometimes kuna wachezaji ambao tunasema wanakuwa wanatofautiana. Kuna mwingine anaweza akaja akaingia kwenye timu kwa haraka, lakini kuna mwingine anahitaji ile adaptation period iwe kwa muda mrefu, kwamba aanze kuingia taratibu then akuonyeshe kile ambacho anakihitaji. So tukisema kwenye eneo namba 6, bado ni ngumu kusema kwamba kama Young Africans wamepata mwarobaini. Ni eneo ambalo linahitaji muda tuone kwamba nini ambacho anaweza kufanya. Lakini ukihukumu tu kwa mchezo wa jana, unaweza kusema labda pengine ni mchezaji ambaye hawezi kuja kuisaidia Young Africans kutoka daraja hili kwenda daraja la juu. Na hapo nieleweke vizuri. Yaani kama utaamua kumhukumu kwa mchezo wa siku ya jana peke yake, ndio maana pengine labda hata mwalimu aliamua kumpatia dakika 29 peke yake, akamtoa kiwanjani. Kwa maana kila alichokuwa anakifanya kilikuwa hakimpi taswira ya kile ambacho anakihitaji mwalimu Angoba Mniti kupata kile ambacho anakihitaji. Na ndio maana pengine akaamua ngoja nifanye mabadiliko then nione ni nini ambacho naweza nikakihitaji. So kwenye muktadha huo ni ngumu kusema kwamba Ngoma moja kwa moja amekuja kutibu changamoto ambayo ilikuwa inaonekana kwa Young Africans. 45 za Peter Shalulile na amefanikiwa kupata bao. Yes. Nadhani alichokifanya ilikuwa ni kutoa statement kwamba yeye ni mshambuliaji mkubwa. Angalia almost kama dakika 20-30 hivi ulikuwa humuoni, hakuwa na kashikashi nyingi ndani ya uwanja, lakini baadaye unakuja kumuona kwenye big moments. Hizo ndo tabia za wachezaji wakubwa. Yaani wachezaji wakubwa huwa wana tabia ya kusimama na kuonekana kwenye matukio makubwa. Hakuna tukio lolote kubwa kuliko bao kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Na ndio maana bao linaamua mchezo. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kwa Peter Shalulile the Shashaman ni aina ya mchezaji ambaye amezaliwa kufunga. Unaweza kusema hivyo. Na hiyo ndio sifa ambayo imemtambulisha. Sio mchezaji ambaye atakokota mpira sana, atapiga vinga vingi na nini, hapana. Anaweza kukaa kwenye nafasi, anakimbia, lakini pia anaweza kukimbia na mpira. Unajua kuna tofauti ya kukimbia na mpira, kuna tofauti ya kukokota mpira. Sio, unaelewa? Yaani kufanya dribbling. Sasa Shashaman sio mzuri sana kwenye kukokota mpira, lakini ana uwezo wa kukimbia na mpira. Ana uwezo wa kukimbia kwenye nafasi, ana uwezo wa kujiposition, ana uwezo pia wa kuconvert. Na hata ukiangalia kile ambacho alichokifanya kunako siku ya jana, penalty ambayo amefanikiwa kuishinda ni pure striker instinct, kwamba uwezo wa kishambuliaji kuona nini kinaweza katokea, yani kutabiri matukio. Na ndio maana alijikuta anakuwa kwenye nafasi sahihi kwa wakati sahihi. Na alichokifanya, aligundua kwamba tayari mlinda mlango amecommit, alichokifanya ni kutoa mpira akabakiza mwili, then mlinda mlango akaja kumvamia. Kwa hiyo ile ni tabia na kuonyesha kwamba huyu ni mshambuliaji ambaye ni mkomavu. Na kwa aina ya ligi yetu nashawishika kuamini kwamba kama watampatia huduma ataenda kuwasaidia Young Africans. Tuweke kwenye dabi tarehe 12 kinasimama sasa dabi. Wana Simba na Young Africans. Na kipimo sahihi tunajua ni Simba na Yanga kwenye usajili hapa kwenye ligi yetu. Pengine ni yupo nampa nafasi zaidi kuwini huo mchezo? Napata kakasi kusema moja kwa moja kwamba nani atashinda, kwa sababu kushinda mechi kunategemeana na vitu vingi. Inategemeana na siku hiyo wachezaji turn up yao itakuwaje, inategemeana mwalimu squad selection itakuwaje,
Inategemeana mwalimu pengine mbinu zake ambazo zitakuja kukabiliana na kikosi itakuwaje. Inawezekana Yanga ulivyoiona ikiwa imecheza kunako siku ya jana isicheze hivyo kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kwa ni kitu cha tofauti kabisa. Kwa sababu hata ukiangalia aina wachezaji ambao walicheza kulikuwa na rotation kubwa. Ina maana kwamba haikupi taswira moja kwa moja kwamba tunaenda kuishuhudia Young Africans ya namna gani. Na ndio maana hata kwenye kujaji mchezaji mmoja mmoja hapa nimechelea kuweka mstari wa hitimisho. So kwenye muktadha huo naweza nikasema kwamba Simba wana faida ya kuwa na wachezaji ambao wamekaa kwa pamoja muda mrefu wakiwa kama sehemu ya kikosi cha kwanza. Nikiangalia kile ambacho kilitokea kwenye tamasha lao kwamba kikosi kile ambacho kilianza sehemu kubwa ni wachezaji ambao wamecheza pamoja. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wana faida hiyo. Lakini kwa upande wa Young Africans unaona kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu, lazima watafanya mabadiliko. Eneo la ushambuliaji hawana Prince Dube, sio unaelewa? Tayari ameondoka, ambaye alikuwa ni key player. Clement Mzize ametoka kwenye majeraha, tegemei kumuona akienda kuanza moja kwa moja. Kwa hiyo lazima watakuwa na mabadiliko kwenye eneo hiyo. Lakini pia eneo la kiungo unategemea kuna mabadiliko yanaweza yakatokea. So hayo yote yanaweza yakaenda kuathiri nini ambacho kitafanyika ndani ya uwanja. So kwangu ukiniuliza kwa kuangalia mazingira ya timu na uzoefu au tunasema ile kufahamiana, nampa Simba karata nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Lakini nikienda kuangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, naona kama Young Africans yani Young Africans wana wachezaji bora kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini Simba wana faida ya kuwa na timu ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu kwa kuzingatia kile kikosi chao cha kwanza ambacho kilicheza hususan kwenye mchezo wao wa siku ya Simba Day. Siku Baka tumezoea anapenda kutumia force number 9. Pengine ujio wa Ibrahim Dumbia tegemea kumuona kwenye dabi akianza. Mimi kwangu binafsi namuona kama Ibrahim Dumbia anapaswa kuwa kama mchezaji wa mpango kazi au mchezaji mbadala kwenye mpango kazi kuelekea kwenye huo mchezo. Ni mchezaji ambaye tunasema ana area threat, ana height kubwa, ana uwezo huo wa kugombea mipira. Kwa hiyo anakupatia kitu cha tofauti pindi ambapo pengine vitu vimegoma kwenda. Lakini kwenye sanaa ya uchezaji wa klabu ya soka ya Simba unaona Elie Mpanzu ni kama ana sweet zaidi kwa sababu Beka toka akiwa Stellenbosch kama uliweza kumuona vizuri alikuwa anapenda kuwa na mshambuliaji ambaye anaweza akarom kushoto kulia akafanya link up play, lakini kiwa namna ambavyo nimemuona Dumbia sioni kama ni bora sana kwenye kufanya link up play. Na kama Steve Beka atataka hiyo huduma zaidi, kama atamtaka striker ambaye anafanya link up play zaidi, inawezekana kuelekea hata kwenye msimu unaokuja pengine hata Selemani Mwalimu akawa ni mchezaji ambaye anategemewa kucheza michezo mingi zaidi kuliko Ibrahim Dumbia, na Dumbia akatumika zaidi kwenye kama kimpango mkakati. Licha ya kwamba ukimsikia mwenyewe alivyozungumza alisema ameridhishwa na kile ambacho amekiona kwa Ibrahim Dumbia, lakini unaweza kaelewa mwalimu professional kama yeye uwezo kaanza kusema mchezaji mgeni, by the way ni miaka nasema ni 20 sijui nafikiri bwana mdogo kabisa. Ukianza kusema kwamba hafai au anitoshi, unaweza kaanza kumuondolea ile confidence. Na kuna kitu kikubwa kwa mchezaji hususan eneo la ushambuliaji kama kujiamini. Akipoteza kujiamini ni ngumu sana kufanya vizuri. Lakini kama akiwa anajiamini anaweza kupatia kitu kikubwa. Na ndio maana tumewahi kuona kuna wachezaji ambaye anaweza kacheza mechi nyingi bila kufunga, lakini akianza kufunga tu anapata muendelezo wa kuendelea kufunga. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kwenye mchezo wa Kariakoo Derby nadhani Elie Mpanzu ama Selemani Mwalimu anaweza kanichagua bora zaidi kwanza. Alafu Dumbia aje kama tunasema mpango wa pili. Shukrani sana. Hapo.